السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله المحمود أزلا وأبدا، المعبود المقصود دائما سرمدا، المجزل لمن أطاعه عطاء ومددا، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، ويكون للمؤمنين ملجأ وسندا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لم يزل إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي ارتضاه عبدا واصطفاه حبيبا وسماه محمدا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أبدا. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru na kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ningependa kuitumia fursa kama hii kwa mara nyingine kurudisha shukurani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba amekwenda kutujalia sisi tuliohudhuria kutokamana na wengi, yani wachache kutokamana na wengi ambao kwamba hawakuweza kufika sehemu kama hii. Niseme ya kwamba huu si ujanja wetu, isipokuwa ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo kwamba amenipatia mimi pamoja na wewe, ndio ukaweza kufika mapema katika jumba tukufu kama hili, miongoni mwa majumba matukufu ambayo kwamba yapatikana katika mgongo wa ardhi. Kwa ajili hiyo tumshukuruni Allah kwa kusema alhamdulillah, na kwa wingi basi tumshukuru kwa kutekeleza matendo yaliyo mema, matendo ambayo kwamba ni mazuri, matendo ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atatunyanyua daraja na kutuingiza katika pepo. Vile vile, ndugu zangu Waislamu, ningependa kutumia fursa hii kwa kuwahusia kumcha Mwenyezi Mungu, pia na kuihusia nafsi yangu katika suala hili la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakuna mafanikio katika ulimwengu hapa duniani na akhera ikiwa hakuna uchaji Mungu. Ukihitajia mafanikio, basi ni umuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, utekeleze maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na yale makatazo uwe ni mwenye kujiepusha nayo. Ndio pale mwanashair asema, idha anta lam tarhal bizadin min at-tuqa wala qaita ba'da al-mauti man qad tazawwada, nadimta ala an takuna kamithlihi wa annaka lam tarsud kama kana arsada. Ikiwa wewe umekwenda kuondoka katika haya maisha ya duniani, umeondoka ama umekufa, bizadin minatuqa, umeondoka na uchaji Mungu, yani umeondoka na zawadi ya uchaji Mungu. Ulikuwa wewe ukitekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukajiliwa na umauti. Wala qaita baada almauti man qad tazawwada, na ukakutana na wale ambao kwamba Yani umeondoka katika ulimwengu hali ya kuwa huku wa mchaji Mungu,
ukakutana na wale ambao kwamba wao katika ulimwengu walikuwa wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala, baada kwamba umeondoka, yani umekufa. Nadimta ala an takuna kamithlihi, sasa wewe ambaye kwamba hukuondoka na uchaji Mungu utajuta. Laiti ungekuwa mfano wao, laiti ungekuwa na wewe ni mchaji Mungu kama walivyokuwa wao. Wa annaka lam tarsud kama kana asada, wakati wewe hukuchuma kama walivyokuwa wao wamechuma. Wao wamechuma uchaji Mungu walipokuwa katika ulimwengu kama huu. Ndio kama tunavyoambiwa ya kwamba sisi katika ulimwengu kama huu, ndugu zangu Waislamu, tuko katika shamba, sisi ndio wakulima. Sasa itategemea, mavuno yako yatategemea umepanda kitu gani katika ulimwengu. Kile ambacho kwamba utakuwa wewe umekipanda ndicho ambacho kwamba utakivuna. Ikiwa umepanda mema, basi utavuna mema. Ikiwa umepanda kichache kutokamana na mema, basi pia utapata hicho kichache kutokamana na mema. Na ikiwa umepanda kiovu, mavuno yake pia ni maovu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Mada ambayo kwamba nimekwenda kuiandaa ni al-mautu. Hakika ni mada ambayo kwamba mara nyingi huwa watu hawaizungumzii. Watu wanazungumza mada tofauti tofauti, lakini likija suala la mauti watu hawazungumzii. Lakini ni mada ambayo kwamba yatakaniwa izungumziwe mara kwa mara. Licha ya kwamba tukio kama hili linapokuwa linatokea huwa ni mawaidha tosha. Tukio lenyewe bila ya mtu kusimama na kuzungumza na watu kwamba kunao umauti, lile tukio lenyewe tayari huwa ni mawaidha, watu wanaingiwa na hofu. Watu wanakuwa na hofu kiasi cha kwamba mtu ikiwa pengine yuko katika maasi atajitoa na kufanya matendo mazuri, lakini baada ya muda mtu kama yule anajisahau tena, anaingia katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni mada ambayo kwamba yatakaniwa iwe ni yenye kuzungumzwa mara kwa mara. Tunaposema almautu ni mtu kutolewa roho, ama kiumbe ile roho imekwenda kutenganishwa na kiwiliwili, ikawa kile kiwiliwili hakitaharak kwa sababu roho imekwenda kutolewa. Kiwiliwili kinabaki kuwa ni frame tu, uweze kutaharak kwenda mbele ama kunyanyua mkono ama kuzungumza pale itakapokuwa roho imetolewa. Ndio utakuta unaposikia maiti anafanyiwa kila kitu, kwa sababu muda kama ule hana nafasi tena ya kufanya jambo, hana. Ikiwa ameshatanguliza mema aliyoyafanya, basi shakatika hayo mema ndiyo yatakayomsaidia. Na ikiwa hakuyatekeleza yale mema, itakuwa ni hasara kwake yeye. Muda kama ule hata akaomba sekunde japo arudi katika ulimwengu atekeleze japo amali kiduchu tu iweze kumsaidia, hakuna, haiwezekani. Ndio maiti ndugu zangu Waislamu huwa anafanyiwa, ataoshwa, atakafiniwa. Mtu ambaye kwamba alikuwa akifanyaje, akijiosha mwenyewe alipokuwa yuko na roho yake, lakini leo anavuliwa nguo na anaoshwa, anavishwa
anabebwa, na alikuwa akitembea, alikuwa akitaharak. Hiyo ni baada kwamba roho imetolewa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mambo haya, suala kama hili lipo, na si kwamba hatujui, twajua. Lazima tuwezeke na mambo kama haya, watu ambao kwamba tulikuwa nao lakini sasa hivi hatuko nao. Yani ilikuwa yatakaniwa mtu akaya tafakari, na kama ni mtu ambaye kwamba anafanya mambo ambayo kwamba hayastahiki, basi atarudi katika mstari ulio sawa. Inna dunya daru mamarrin wa innal akhirata hiya darul maqarri fatazawwadu bittaqwa mimma marrikum limaqarrikum. Hii dunia ambayo kwamba sisi twajigamba nayo, baada ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia nguvu, tunao uwezo wa kufanya jambo lolote. Sasa tuambiwa ya kwamba inna dunya daru mamarrin, ni jumba ambalo kwamba twapita, ni jumba la kupita tu, yani ni wapita njia. Fa innal akhirata hiya darul maqarri, na hakika ya akhira ndiko huko twendako, na huwezi kufikia akhira mpaka malakul mauti akujia aichomoe roho yako ama aitoe roho yako. Haya maisha yako na daraja, yako maisha ya duniani. Kwanza kuna maisha ya tumboni, yani pale ulipokuwa umebebwa na mamako. Halafu kuna maisha ya hapa duniani ambapo kwamba ndio haya tuko nayo. Kuna maisha ya barzakh, hii bado ni safari inaendelea. Halafu kuna maisha ya akhira. Sasa hapo ndipo watakaoingia peponi wale ambao kwamba watakuwa wamejitahidi katika ulimwengu kufanya ilo mema, na wapo ambao kwamba wataingia katika moto. Kuna nyumba mbili zimeandaliwa kwa ajili ya binadamu. Kwa hivyo tuambiwa ya kwamba fatazawadu bitaqwa mimma marrikum, chukua zawadi kwa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani unapoondoka katika ulimwengu, ondoka na uchaji Mungu. Mimma marrikum, takwa hii utaipata wapi? Katika ulimwengu ambao kwamba ni mamar, ndio mapito, tunapita. Limaqarrikum, kwa ajili ya sehemu ambapo kwamba tutaishi. Makar, yani sehemu ambapo kwamba tutaishi milele hadi milele. Sasa itategemea, ikiwa umeondoka katika ulimwengu huna uchaji Mungu, hii sehemu ambayo kwamba tutakwenda kuishi milele itategemea utakaa nyumba gani. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuingie katika pepo, atujalie tufanye yaliyo mema katika ulimwengu na tuingie peponi. Lakini ndugu zangu Waislamu, mazungumzo kama haya twayazungumza, lakini ni kwamba mwanadamu amekwenda kughafilika. Ndiyo wako ambao kwamba wanayazingatia, akisikia na anakuwa ni mwenye kutekeleza. Akiwa ameghafilika anakuwa ni mwenye kuzinduka na kutekeleza yale ambayo kwamba ni yako sawa. Na wale ambao kwamba wanatekeleza yale mema, hao wanaitumia akili yao vyema.
Maana mtu aweza kasikia, aweza kaona, akawaona matukio, licha ya kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia akili, akawa haitumii akili yake kuyatekeleza yale ambayo kwamba yafaa kutekelezwa. Ndio mwanashairi akasema, inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu alfitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Hakika ya Mwenyezi Mungu anao waja ambao kwamba ni wawekevu, ni wenye kuitumia akili yao vizuri. Talaqu dunya wa khafu alfitana, waja hawa ambao kwamba wanaitumia akili yao vyema katika ulimwengu. Talaqu dunya, wao wamekwenda kuipa talaka dunia, ikimaanisha kwamba wao hawana haja na dunia, wao haja yao ni akhira. Ndio maana wakaipa talaka dunia. Wakhafu alfitana, wakaogopea zile fitna za kidunia, za duniani. Manake dunia imebeba fitna nyingi sana, ndio wao wamekwenda kuipa talaka kwa kuhofia zile fitna ambazo kwamba ziko ndani ya ulimwengu. Sasa hivi tuangalie ulimwengu namna ulivyoharibika, ziko fitna nyingi zimejaa. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, waliutizama ulimwengu. Hawa waja ambao kwamba wanaitumia akili yao vizuri, waliuangalia ulimwengu. Falamma alimu, na walipotambua ya kwamba huu ulimwengu, annaha laysat lihayyin watana, sio sehemu ya milele, ja'aluha lujjatan, walikwenda kujalia, waliujalia huo ulimwengu lujjatan, kuwa ni mawimbi. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kisha wakachukua yale matendo yaliyo mema, yaliyo mazuri, fiha, ndani ya huo ulimwengu, sufuna, kuwa ndiyo jahazi, matendo yaliyo mazuri. Yani wao walikuwa juu ya matendo mema, yale matendo mema ikawa ndiyo safina yao ya kuwapeleka akhira. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tukae tukijua ya kwamba sisi hapa ni wapita njia, lazima tutajiliwa na umauti. Na safari kama hii, maandalizi yake ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumcha Allah. Safari ambayo kwamba iko tofauti na safari zetu za kiduniani. Leo wewe ikiwa wahitajia kufunga safari pengine kwenda Nairobi mfano, utajiandaa, ima utazipiga pasi nguo zako, na kama ni chafu utazifua, na kama hauna begi la kubeba nguo kama zile, basi utajiandaa na begi, utanunua uzikunje kwa uzuri. Hayo ndio maandalizi ya safari yako ya kuelekea wapi. Na kama hauna nauli, utaitafuta nauli kama ile. Lakini safari kama hii ndugu zangu Waislamu, maandalizi yake yako tofauti, ni kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwenda kutusisitiza, jiandaeni na umauti kabla hayajawashukieni.
huwa ni jambo ambalo kwamba linakuja mufajaa, yani linakuja ghafla. Linakuja ghafla. Wewe wahitajia tukae ujiandae kwamba kesho mimi nasafiri. Ni safari ambayo kwamba iko tofauti na safari zetu za hapa duniani. Tazawadu bitaqwakum, chukueni zawadi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika safari kama hii. Fa inna safara tawilun, hakika ya safari kama hii ni ndefu. Safari ndefu ndugu zangu Waislamu huwa inahitajia maandalizi mapana. Sasa tuambiwa kwamba hii safari ni pana, ni ndefu mno, na maandalizi yake ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kingine. Ati useme kwamba mimi naandaa mali hii naiweka kwa ajili ya safari yangu kwa sababu nimeambiwa ni safari ndefu. Mali yako haitakusaidia na kitu chochote. Vyote hivyo utaviacha katika ulimwengu. Kitu ambacho kwamba kitakusaidia wewe ni takwa Allah peke yake. Ndio mara nyingi twasisitizwa mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Mwenyezi Mungu, fanyeni mazuri, jepusheni na maovu. Ni kwa ajili ya maandalizi ya safari hii ambayo kwamba ni ndefu. Wala tatumauna fi hadhihi dunya, wala usiwe na tamaa ya dunia hii. Usiwe na tamaa ya kwamba wewe utaishi miaka mingi ama utaishi milele. Kama uko na tamaa hiyo, iondoshe, toa akilini mwako. Fa innal baqaa fiha mustahilun, hakika kubakia katika ulimwengu ati uishi milele ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Mustahilun, jambo lisilowezekana. Wa kam akhidha al-mauti qariban min qaribin wa khalilan min khalil. Ni mara ngapi ndugu zangu Waislamu, yule mwenye kutoa roho, malakul maut, amekwenda kuwatoa roho watu ambao kwamba ni wa karibu tulikuwa nao, watu ambao kwamba ni marafiki tulikuwa nao. Ni mara ngapi? Ni mambo ambayo kwamba twayajua, kwa sababu ni matukio ambayo kwamba kila siku yanatokea. Kwa hivyo lazima na sisi tujue. Wewe wajua kwamba ulikuwa na mtu fulani ambaye kwamba ni wa karibu yako, lakini sasa hivi huko naye tena. Wajua kwamba ulikuwa na jirani ambaye kwamba mlikuwa mkisalimiana, mkifanya kazi pamoja, hauko naye tena. Malakul mauti amekuja akaitoa roho yake, wewe ukabakia bado unaishi katika ulimwengu. Kwa hivyo hapo pia kuna mawaidha kamili ya kwamba mimi ndiyo ninaishi, lakini nitaondoka kama alivyoondoka fulani. Kwa hivyo usiwe na tamaa ya kuishi milele katika mgongo huu wa ardhi. Lazima ujue ya kwamba ipo siku ambayo kwamba itakufikia na wewe utatolewa roho. Kwa hivyo maandalizi yake ndugu zangu Waislamu, tumcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Usiwe na tamaa kabisa ya kuishi kwamba utaishi milele katika mgongo wa ardhi. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitupa mawaidha katika kitabu kitakatifu cha Al-Qur'an. Asema kullu nafsin dha'iqatul maut, mpaka mwisho wa aya. Kila nafsi itaonja umauti. Kullu, hii ni umum, ametangulia kusema kullu, kila nafsi. Sasa vipi wewe uwe na tamaa ya kuishi milele ukawafanya vile utakavyo katika mgongo wa ardhi?
Na wakati Mwenyezi Mungu tayari ashakupeni mawaidha akisema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Na aya zote Mwenyezi Mungu ambazo kwamba ametutahadharisha ama ametujuza ya kwamba hatutakaa milele katika ulimwengu huu, ametangulia kwa kusema kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaika walipoisoma aya kama hii, baada ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi taonja mauti, wao wakasema sisi hatumo. Wamejitakasa, wametakasika, kwa sababu wao hawakujaliwa nafsi, kwa hivyo hawatopatikana na umauti, wataishi katika dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anatupa mawaidha, anatujuza akisema kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila ambaye kwamba yuko juu ya ardhi, 'alayha, juu ya mgongo wa ardhi, fan, ataondoka, bimaana atakufa. Kila ya umum, ndugu zangu, wasema hii kullu ni umum. Binadamu na wasiokuwa binadamu, wanyama, miti, kila kitu, fan, bimaana ulimwengu wote huu utaondoka, na atakayebakia ni Mola wako Allah. Vile vile malaika hii aya wamekwenda kuisoma pia, wakasema sisi hatuishi juu ya ardhi, manake hii aya inasema kullu man 'alayha. Kwa hivyo wao wakasema hatutofikiwa na umauti, hatutaondoka katika maisha haya. Mwenyezi Mungu akasema kullu shay'in halikun illa wajhahu, kila kitu kitaondoka, kitakufa, isipokuwa dhati ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye atakayebakia. Ndio wale malaika wakapata kujua ya kwamba wao ni kitu, maanake Mwenyezi Mungu asema kullu shay'in, kila kitu, nao pia wakaingia humo ndani, wakajua nao pia wataondoka. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kwamba kitabakia, ndugu zangu Waislamu. Lazima tutajiliwa na umauti. Kwa hivyo tujiandae na safari kama hii, tusighafilike, kwa sababu wengi katika binadamu wamekwenda kughafilika. Yaani tukizika leo, siku ya pili mtu anajisahau kwamba jana tulimzika mtu, anajisahau kabisa. Inna nasa niyamun, hakika ya watu wamekwenda kulala. Idha matu intabahu, pale watakapokuwa wao wamekufa, yani malakul mauti yashawajilia akaitoa roho, intabahu, ndipo muda ambao kwamba wao wataamka. Lakini sasa hivi tunazo nguvu zetu, tunao uwezo kufanya mazuri, lakini tumelala sasa hivi. Tutakwenda kuamka pale malakul mauti ndio ameitoa roho. Wa idha ntabahu nadimu, na utakapokuwa wewe umezinduka, umeamka wakati huo, baada ya kwamba malakul mauti ameitoa roho, wewe ndio amka sasa ili ufanye mema, ufanye mazuri, ili yaweze kusaidia katika safari kama hii. Nadimu, utakuwa sawa juta, laiti muda ule mimi ningefanya yale mazuri. Wajuta kwa sababu ya yale ambayo kwamba yamekufikia.
Manake huko endako katika safari kama hii, ikiwa wewe ni mtu mwema, basi utaona zile neema, zile ishara njema. Na ikiwa ni muovu, ukaona kuelekea, utaona dalili ipo. Sasa utakuwa wajuta, laiti ungefanya mazuri. Wa idha nadimu la yanfa'u nadam, na utakapokuwa wewe wajuta, yale majuto hayatakusaidia na kitu chochote. Manake huwezi kujirudisha tena katika ulimwengu. Sasa lazima ujute, kwa sababu hukuondoka na zawadi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni safari nzito ndugu zangu Waislamu, safari ambayo kwamba yahitajia maandalizi. Ni safari ambayo kwamba ndani yake yana maumivu ndugu zangu Waislamu. Inna lilmauti la sakaratin. Ndugu zangu Waislamu, kujiliwa na mauti ama kufikiwa na malakul mauti na akawa ni mwenye kuitoa roho, huwa kuna ulevi, kuna uchungu ndani yake. Kiasi cha kwamba yule ambaye kwamba malakul mauti amekwenda kuitoa roho yake, sasa watu wamemkusanyikia, wakawa wanataka kumwosha na kumvisha zile sanda kwa ajili ya kwenda kumzika yule mauti. Ile maiti pale huwa inatamka, inasema, japo nyinyi mliohudhuria hamsikii, lakini anasema, la tasubbu ma'aka harran wala taj'alhu baridan lianna jasadi majruhun bi khuruji ruhi. Enyi ambao kwamba mwaniosha, msiajalie hayo maji ambao kwamba mnalioshea mimi kuwa na moto ama baridi, yani yajalie kuwa ni maji yenye vuguvugu. Lianna jasadi, hakika ya mwili wangu, majruhun, una majeraha kwa kutolewa ile roho yangu. Ndugu zangu Waislamu, kwa uchungu kama huu, iwe ni mtu ambaye kwamba pengine malakul mauti amekuja kuitoa roho yake, lakini alikuwa yeye ni mtu ambaye kwamba ni baradhuli, je, ni uchungu kiasi gani ambao kwamba atausikia? Kwa sababu hata wewe ambao kwamba watekeleza mazuri, lakini machungu, maumivu kama haya atakufikia, kama yaliweza kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Al-Qur'an asema, innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika yako wewe. Hii ni dhamiri anayekusudiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakufa, na hakika ya wao ambao kwamba ni mimi na wewe pia tutakufa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikiwa na umauti na akawahi kuonja yale maumivu. Nazala alayhi malakul mauti faqara'a babahu. Malakul mauti alikuja tofauti na anavyokuja kwa mimi na wewe. Yeye alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqara'a babahu, akawa ni mwenye kubisha mlango wake. Na wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pamoja na binti yake Fatima. Faqala ar-rasul, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man bilbab ya Fatima. Ameyasema haya baada ya kusikia kuna mtu anagonga. Akamuuliza Fatima, ni nani aliyoko mlangoni? Anaibisha mlango ni nani? Faqalat Fatima binti Rasul, akasema, zairun ya abta, ni mtu amefanya ziara, ewe baba, ni mtu ametufanyia ziara.
Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari yeye alikuwa ashajua ni nani aliyoko mlangoni. Hal ta'rifinahu, je wamjua huyo ambaye kwamba amebisha mlango? Faqalat la wallah, Fatima akasema hapana, simjui, wallahi simjui mimi. Faqal ya Fatima, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akamwita ya Fatima, hadha hadimul ladhat. Yeye tayari ashajua, asema huyo ni yule mwenye kuvunja ladha. Ikiwa wewe washerehekea wafurahia maisha mazuri ya duniani, huyo anakuja anaivunja ladha hiyo. Hadha hadimul ladhat wa mufarriqul aljamaat, na ni mwenye kufarakisha, kutenganisha jamaa, ndugu na ndugu au rafiki na rafiki. Anakuja anawatenganisha. Yule anabaki yuko hai katika mgongo wa ardhi, lakini mmoja tayari tushamzika, amekuja kutenganisha. Sasa ndiyo anampa habari na Fatima binti Rasul ya kwamba huyo ni yule mwenye kuvunja ladha hiyo na mwenye kutenganisha jamaa. Wa muyatimul banina wal banati, na huyo ndiye anayefanya vijana wa kiume na wa kike kuwa ni mayatima, baada ya kwamba wazazi wao wametolewa roho tukawazika, wakabakia watoto. Faftahi lahu albab, baada ya kumpa taarifa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akampa amri, Fatima binti Rasul, nenda ukamfungulie mlango. Hiyo ni safari ndugu zangu, anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitoa roho yake, lakini amekuja tofauti na vile anavyokuja kwetu sisi. Akawa ni mwenye kuitoa roho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walamma wasalat ila hulqumihi, ile roho ilipokuwa yatolewa na kufika katika goromo lake, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga ukelele, sarakha sarhan, qal, kwa kusema wa karba, makero, kumaanisha kwamba kuna maumivu ambayo kwamba alikuwa anayahisi. Na huyo alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Fatima akasema, wa karban ala karbika alyawm ya abtah, ni makero gani, ni maumivu gani ambayo kwamba yamekufika wewe babangu siku hii ya leo? Huyo ni bwana Mtume ndugu zangu Waislamu, Mtume ambaye kwamba alikuwa ni maasum, hana madhambi, lakini maumivu aliyahisi. Je, mimi na wewe ambao kwamba twafanya mabaya usiku na mchana, ni uchungu kiasi gani ambao kwamba utatufikia? Kwa ajili hiyo ndugu zangu Waislamu, tujiandae na safari kama hii kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Safari ambayo kwamba uandalizi wake uko tofauti. Huwezi ukawaweka mali, waweka pesa ati mimi najiandaa na safari ya kufa. Mali yako haitakusaidia. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina istami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wa ila huna qul lakum assalamu alaykum wal afwa minkum.